بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، tunaendelea na durusi zetu hizi za halakati al-ilmiya, na leo biidhnillah, kama tulivyotangaziana, kutokana na dharura ambazo zimewapata walimu, leo ilikuwa tusome ahkamu al-janaiz, lakini tutasoma kitabu al-kabair ya Imam al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala, na siku ya kesho Jumamosi insha Allah ta'ala tutasoma tafsiri ya Qur'ani. Kwa hivyo taarifa hii iwafikie walengwa. Katika majlisi iliyopita tulianza al-kabiratu thalitha, dhambi kuu la tatu, ambayo ni as-sihru, uchawi, na tukawa tumeona maelezo ya Imam rahimahullah kuanzia mwanzo. Kadhalika tukawa tumetoa maelezo ya wanachuoni katika kuelezea maana ya uchawi na aina zake na hukumu ya uchawi. Tulisema kwamba uchawi kisheria umegawanyika sehemu ngapi? Naam, mbili. Ahsante. Sehemu ya kwanza, uchawi wa nini? Kiswahili tu. Naam, kif, kutumia mifundo. Ahsante. Anasema aina ya kwanza ya uchawi ni uqadun wa ruqa, ni vifungo ambavyo wanavifunga wachawi, kadhalika na visomo mbalimbali wanavyovisoma, ambayo aina hii yastakhdimunaha biisti'anati ash-shayatin, wanaitumia aina hii kutegemea msaada kwa mashaitani. Hii ni aina ya kwanza. Nao thani, aina ya pili, nani atatukumbusha aina ya pili ya uchawi? Naam, aina ya dawa, yani dawa ambazo ni aina ya uchawi, si kutumia vifungo wala si kutumia visomo, kutumia aina za dawa ambazo zina madhara katika mwili wa mwanadamu. Lakini pia aina hii tukawa tumeeleza ya kutumia dawa, pamoja na kwamba mara nyingi hawatumii na hawapitii msaada wa mashaitani. Mara nyingi dawa hizi wanawatuma watu kama watu, yani mtu anatumwa apeleke uchawi, apeleke dawa kumwekea mtu kwa ajili ya kumroga. Hii ni aina ambayo inafanyika sana, lakini pia wakati mwingine wachawi hawa wanaagiza dawa kupitia majini, kama tulivyosema
wanawatuma mashayatin kupeleka dawa kuwawekea watu sehemu zao walipolala, katika vyakula vyao, njiani wanakopita, anategeshewa mtu, akikanyaga tu khalas, akanyaga bomu na mfano wake. Kwa hiyo ikishakuwa kwamba inategemea msaada wa mashaitani na hukumu yake, tulisemaje kwamba uchawi unaotumiwa kwa mashayatini hukumu yake ni nini? Naam, ashirku wal kufur. Tuseme kwamba ni shirki na ni kufur, kwa sababu ni wanakuwa ndani yake wanayaabudu mashaitani na kumtegemea asiyekuwa Allah tabaraka wa taala. Aina ya pili ya dawa isiyokuwa kutumia mashayatini, ma hukumu? Kif anakuwa muovu, ahsant, inakuwa ni fasiqun au ni fisqun wa udwan, na mtu huyu anakuwa amefanya jambo la uovu na jambo la uadui. Wa bil umum, na kwa jumla, ma hukumu sihir? Kwa jumla ni ipi hukumu ya uchawi, sawa sawa bishayatin au bighairi shayatin? Haram, ahsant. Kwa umum, kwa jumla ni kwamba uchawi kwa aina zake zote ni haram. Yahrumu taallumuha, ni haramu kujifunza elimu ya uchawi. Ma haddu sahiri, ni ipi adhabu ya mchawi? Adhabu ya mchawi ambaye hajajibu. Naam, kuuawa. Ahsant. Haddu sahiri alqatl, hukumu na adhabu ya mchawi ni kuuawa. Ni nani anayesimamia hukumu hii? Waliyul amri. Ahsant. Anayesimamia hukumu ya kumuua mchawi ni mtawala, ni kiongozi wa nchi, na sio jambo la kila mmoja, kwamba kila mmoja na uwezo wa kuwachinja wachawi. La la la, hili ni jukumu la watawala wa Kiislamu. Tayib, kuna malaika wawili waliotumwa kuja kufundisha uchawi. Nani na nani? Naam, Haruta wa Maruta. Ahsant. Na walishukia katika nchi gani? Ambaye hajajibu. Babil. Babil ni mkoa au ni kijiji katika nchi gani? Naam, Iraki. Ahsant, katika nchi ya Iraki. Kwa nini Allah tabaraka wa taala aliwaagiza hawa malaika waje wafundishe uchawi? Kwa ajili ya kuwapa mtihani wanadamu, aangalie ni nani ataukubali uchawi na ni nani ataukataa. Hiyo ndio hikma ya Allah tabaraka wa taala kuagiza hawa malaika waje kufundisha uchawi, kwa ajili ya kuwatahini waja wake, ili angalie ni nani atakayekubali kushika kufuru ya uchawi. Na ndio maana wakati malaika kabla hawajafundisha wanatoa onyo na kutahadharisha kwamba innama nahnu fitnatun fala takfur, usikubali kushika uchawi kwa sababu ni kufuru. Kwa watu pamoja na kupewa onyo, wengine wakawa wanasema potelea mbali, liwalo na liwe, mimi nasoma. Na ni hali ambayo mpaka hivi sasa baadhi ya watu wako nayo. Mtu anajua kabisa kwamba jambo fulani ni haramu, unamwambia jambo fulani ni haramu, na kuambia sawa, kama ni madhambi na yabeba mimi. Tayib, na tukawa tumeishia katika maneno na athari ya Jundub radhiyallahu ta'ala anhu
tukawa tumesema kwamba hadithi hii hata kama ingekuwa imesihi basi ni hadithun mawqufun ala sahabi aljalil. Tunaendelea, anasema Imamu Adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala, وقال بجالة ابن عبدة أتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. anasema Imamu Adh-Dhahabi katika mwendelezo wa hadithi ambazo ameziweka katika mlango huu zinazoelezea hukumu ya uchawi kadhalika na wachawi, akasema waqala bajalatu, na amesema Bajala ibn Abadatin. Imekuja katika baadhi ya nuskha imeandikwa Bajala ibn Abdillahi, wa hadha khata, na wanasema wanachuoni kuwa si sawa. Anasema mwanachuoni huyu rahmatullahi ta'ala alayhi, atana kitabu Umara radhiyallahu anhu, ilitujia barua kutoka kwa Umar. Atana kitabu Umara, ilitujia barua, kitabu kwa maana ya risala, ilitujia barua kutoka kwa Umar ibn al-Khattabi khalifatul mu'minin, qabla mautihi, kabla ya kifo chake, bisanatin, kwa muda wa mwaka, kwamba Umar ibn al-Khattabi aliwaandikia baadhi ya watawala wake, yani baadhi ya viongozi aliokuwa amewatawanyisha katika mikoa mbalimbali, akawatumia ujumbe. Katika ujumbe huo akitoa maelekezo kama kiongozi wa Waislamu, akiwaelekeza ya kwamba aniqtulu kulla sahiri, natoa maelekezo ya kwamba muweni kila mchawi wa kiume, wa sahiratin, na mchawi wa kike. Haya ni maagizo ya Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kuwaagiza viongozi wake wa mikoa mbalimbali kwamba wauweni wachawi wa kiume na wachawi wa kike, kwa maana popote walipo ukiwabaini kwamba ni wachawi, wakamateni na muwaue. Na hii ndiyo hukumu ya mchawi, kama tulivyoeleza ya kwamba hata kama hadithi ile iliyopita tuliyoisoma katika wiki iliyopita tukawa tumebainisha aqwali za wanachuoni kwamba ni hadithi iliyokuwa dhaifu, lakini maadhalika ziko dalili zingine zenye kujulisha kwamba hukumu ya mchawi ni kuuawa, ikiwemo hukumu hii aliyoelezea na kuitoa Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu, akiwapa maagizo viongozi ya kwamba muweni kila mchawi wa kiume na mchawi wa kike. Hii ni moja katika dalili zinazojulisha ya kwamba mchawi anauawa, sawa sawa uchawi wake ni wa kutumia mashayatini au ni uchawi wa dawa. Kwa hiyo athari hii kutoka kwa Bajala ibn Abdatin rahimahullahu ta'ala, akielezea kisa hiki
na barua iliyowafikia kutoka kwa Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu, na hadithi nyingine ambayo ameiweka Imamu Dhahabi ni hadithi kutoka kwa Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, huwa mtume alayhi salam amesema, thalathatun, watu wa aina tatu, la yadkhuluna aljannata, hawatoingia peponi. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema thalathatun, watu wa aina tatu, la yadkhuluna aljannata, hawatoingia peponi. Akawataja Mtume alayhi salam, mudminu khamrin, mtu wa kwanza ni mtu mwenye kudumu na kilevi, mtu mwenye kudumu na kunywa pombe mpaka nakufa. Mudminu khamrin, mtu wa kwanza ni mtu mwenye kudumu na kunywa pombe mpaka anakufa kabla hajatubia, yani alladhi yudawimu ala shurbi alkhamri hatta yamuta qabla at-tauba, ni mtu mwenye kudumu katika kunywa pombe mpaka anakufa kabla hajatubia, huyo ndiye mudminu khamrin. Wa qati'u rahmin, mtu wa pili ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba hatoingia peponi, wa qati'u rahimin, na mwenye kukata udugu, ni mtu mwenye kukata udugu, yani alladhi yaqta'u silata alqaraba, alladhi yaqta'u silata alqaraba, mtu mwenye kukata ule udugu. Mtu anakata udugu, anawakata ndugu zake, hana habari nao, ndugu wa damu, ndugu wa nasab, ndugu wa karibu kabisa, anawakata pasina sababu za kimsingi, pasina sababu zinazokubalika kisheria. Huyo ni mtu wa pili. Wa musaddiqun bisihri, na mtu wa tatu Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ni mtu mwenye kusadikisha uchawi. Wa musaddiqun bisihri, ni mtu mwenye kusadikisha uchawi, yani alladhi yu'minu, ni mtu mwenye kuamini, wa yusaddiqu bisihri, wa yusaddiqu bisihri, na anasadikisha uchawi, wa yadda'i, na anadai ya kwamba annahu qadirun ala ta'thiri, anadai ya kwamba uchawi wenyewe una uwezo wa kumwathiri mtu. Wa yadda'i, na akawa anadai na kuamini annahu, ya kwamba uchawi qadirun ala ta'thiri ala nnasi biduni qadarillah, kwamba uchawi wenyewe una uwezo wa kumdhuru na kumwathiri mtu pasina kadari ya Allah tabaraka wa taala. Huyo ndiyo musaddiqu ish bisihri, mwenye kusadikisha uchawi, kwa maana mwenye kuamini uchawi na kwamba uchawi huo una uwezo wa kumdhuru mtu pasina kadari ya Allah tabaraka wa taala. Ama vinginevyo kukubali kwamba uchawi upo, naam, uchawi upo, sawa, uchawi upo, lakini kinachokusudiwa kwamba ni mtu mwenye kuamini uchawi na kwamba uchawi huo wenyewe kama uchawi unadhuru pasina kadari ya Allah tabaraka wa taala. Wasahihu, na sahihi ni kwamba uchawi kama uchawi la tuathiru binafsihi, wenyewe kama wenyewe hauwezi kumdhuru mtu, hauwezi kumdhuru mtu pasina kupita kadari ya Allah tabaraka wa taala. Ma shaa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun, alitakalo Allah liwe linakuwa, na asilolitaka haliwi. Hakadha watu wanaweza wakakupiga ndumba
lakini Allah akitaka kwamba nyumba hiyo irudi, inarudi. Wanakuroga, wanakutumia majini, Allah kikadiria kwamba haya majini yasikufikie, hayakufikie, na hata kwamba yakifikie lakini yasikudhuru, hayatakudhuru. Hakadha qadarullah, hivyo ndivyo ilivyo qadari ya Allah tabaraka wa taala. Na ndio maana Ibrahim alayhi salam alipotiwa katika moto na watu wake wakitaka kumchoma Ibrahim alayhi salam, ni kisa chake maarufu. Allah tabaraka wa taala hakutaka ule moto uweze kumuunguza Ibrahim. Sawa, hii ndio qadari ya Allah tabaraka wa taala. Moto ukawaka na kuni zikaisha, Ibrahim yuko vile vile, na Allah kauambia moto kuwa kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kwa analolitaka Allah liwe linakuwa. Ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wama akhta'aka lam yakun liyusibaka, kwamba lenye kukupata, lenye kukudhuru, hilo lishapangwa lisikukose. Na ukiona kuna jambo limekukosa, usiseme da bana bahati, la, hilo limepangwa kwamba lisikupate. Usiseme kwamba ni ujanja, hapana, hiyo ni makadiri ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo inayokusudiwa hapa si kuamini kwamba uchawi upo tu, la, ni kusadikisha kwamba uchawi wenyewe unadhuru bila qadari ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hawa ni watu watatu ambao Mtume alayhi salam anasema la yadkhuluna aljanna, hawatoingia peponi. Na bila shaka dalili kama hizi zinazowahusu Waislamu, dalili kama hizi zinazowahusu Waislamu waumini tulishaelezea kwamba kusudio lake ni nini. Mtume kukataa kwamba hawatoingia peponi, ana maana gani? Haina maana kwamba bilkulliya kwamba watu hao hawatoingia motoni moja kwa moja. Kama si Waislamu hilo linafahamika, na atakaye kufa ni mshirikina hilo linafahamika kwamba hawatoingia peponi. Ama watakaokufa ni Waislamu wakiwa wamechuma madhambi kama haya. Mtu amekufa ni mlevi, mtu amekufa hali ya kuwa amekata udugu na anaamini uchawi. Yeye si mchawi, lakini anaamini uchawi kwamba unadhuru wenyewe. Hii ni madhambi makubwa. Lakini hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam anaonesha madhara na hatari na ubaya wa dhambi hizi, wa madhambi haya. Ndio maana ya kusema maneno haya Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali hawa wanakuwa chini ya matakwa ya Allah tabaraka wa taala. Ikiwa Allah atataka atawaadhibu katika moto, kadhalika na akitaka Allah atawasamehe, na hata atakapowasamehe kuwaingiza motoni, hawatobaki motoni milele maadamu watakufa na imani. Watakaa humo kwa kadiri ya madhambi yao, kisha watatoka. Hiyo ndio itikadi ya Ahlus Sunnati wal Jamaa. Hadithi hii ameitoa Imam Ahmad fi musnadihi, kadhalika na wengineo kama walivyoeleza huku chini. Wa an ibn Mas'ud, na riwaya nyingine ni hadithi kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu marfu'an, ay yarfa'uhu ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Hadithi ambayo Abdullah ibn Mas'ud anairufaisha, anaipaisha moja kwa moja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema anna ar-ruqa, ya kwamba visomo, anna ar-ruqa, ya kwamba ni kwamba visomo, ar-ruqa jamu ya ruqya, anna ar-ruqa ni kwamba visomo, watamaima, tamaima jamu tamima, watamaima na mahirizi, watiwalata na tiwala. Tiwala ni aina ya uchawi ambao kwa Kiswahili lugha nyepesi tunasema ni limbwata. Watiwalata
na limbwata, shirkun, vyote hivyo ni shirki. Shirkun, vyote hivyo ni ushirikina. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadithi hii ameipokea Imam Ahmad kadhalika na Imam Abu Dawud. Anasema Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kwa hadithi ambayo nairufaisha kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, annahu qala, huwa Mtume alayhi salam amesema, anna ar-ruqa au inna ar-ruqa, hakika visomo, kama tulivyosema ar-ruqa ni jamu ya ruqya, ni wingi wa ruqya. Visomo watamaima, na mahirizi jamu tamima, watiwalata, na limbwata, shirku ni ushirikina. Almuradu birruqa ashirkiya, kusudio la visomo vinavyoelezwa na hadithi hii kwamba ni shirki, kusudio la visomo vinavyoelezwa hapa katika hii hadithi kwamba ni shirki, hiya arruqa ashirkiya, ni vile visomo vya kishirikina. Wa hiya allati fiha alisti'anatu bighairi llah, ni vile visomo ambavyo ndani yake kuna kutaka msaada kwa asiyekuwa Allah tabaraka wa taala. Au fiha dhikru shayatini, au visomo ambavyo ndani yake kuna kuwataja mashetani, waljinni, kadhalika kuwataja majini na kuomba msaada kwao. Au fiha talasim la tu'rafu maaniha, au visomo ambavyo vimechanganywa na matalasimu, matalasimu ambayo wanachora waganga wa jadi, ambayo matalasimu hayo wanayachora hayaeleweki na hayafahamiki maana yake. Hii ndio maana ya makusudio aliyokusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika neno arruqa. Inna arruqa, hakika visomo, anakusudia arruqa ashirkiya, visomo vya kishirikina. Ama arruqiyatu ash-shar'iyya, ama ruqya ya kisheria, ama ruqya ya kisheria ambayo inakuwa bil Qur'anil Karim, ambayo inakuwa kwa Qur'ani, wa bi asma'ihi subhana, na inayokuwa kwa majina ya Allah wa sifatihi, na sifa zake, au bi ad'iyatil ma'thuratin, au ruqya inayofanywa kwa kutumia dua na adhkari zilizothibiti ani nabii sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa Mtume alayhi salam. Fahiya mubahatun, ruqya hizo ni halali, ruqya ni halali, ambayo ruqya hizo hazina shirki ndani yake, hukumu yake ni halali kisheria, na ni tiba inayokubalika kisheria. Isipokuwa ili iweze kusihi ruqya ni lazima kupatikane masharti matatu. Sharti la kwanza la kusihi kisomo cha ruqya, an takuna bil Qur'ani, ruqya iwe kwa Qur'ani, au bidhikri wal ad'iyati al mashru'ah. Hili ni sharti la kwanza. Ruqya ili isihi iwe ni kwa Qur'ani au kwa dhikri na dua ambazo ni za kisheria, dhikri na dua ambazo zimethibiti kisheria. Hilo sharti la kwanza. Thaniyan, sharti la pili, an takuna bil lughati al arabiyyati, ruqya ni sharti iwe kwa lugha ya Kiarabu, au bima yufhamu maanahu min ghairiha, au kwa lugha yoyote ambayo inafahamika maana yake, au kwa lugha yoyote sio kwa lugha ya Kiarabu, lakini kwa sharti lugha hiyo iwe inafahamika maana yake, na sio unasoma ruqya kwa lugha ambazo hazieleweki, lugha za majini kama wanaofanya waganga wa jadi.
Wakati mwingine akipandisha yale majini, yule mganga anaongea lugha ya kijini, hamwezi kumuelewa mpaka waje wataalamu wanaofahamu lugha hiyo. Kwa hiyo ni sharti ruqya iwe kwa lugha ya Kiarabu, na kama si kwa lugha ya Kiarabu basi inafaa pia kwa lugha yoyote, lakini iwe lugha hiyo inafahamika maana yake, isijikawa ndani yake kuna shirki. Thalithan, sharti la tatu, wanasema wanachuoni, alla ya'tamida alaiha bidhatiha, alla ya'tamida alaiha bidhatiha. Yatakiwa msomaji wa ruqya na mgonjwa mwenyewe anayesomewa asitegemee hiyo ruqya moja kwa moja. Alla ya'tamida alaiha, asitegemee hiyo ruqya yenyewe kwamba itamsaidia, bal ya'tamidu ala Allah, isipokuwa amtegemee Allah tabaraka wa taala, wa annahu huwa shafi, na kwamba yeye Allah ndio mwenye kuponya, wa anna ar-ruqyata, na kwamba ruqya hii tunayoisoma sababun min al-asbabi, ni sababu tu kama zilivyo sababu nyingine za kutumia vidonge vya hospitalini, ni sababu min al-asbab, lakini al-musabbib huwa Allah, anayesababisha uweze kupona kwa kutumia hiyo dawa ni Allah tabaraka wa taala. Insha Allahu nafa'a bihi, Allah akitaka atakunufaisha kwa dawa hiyo, kwa ruqya hiyo, wa in lam yasha lam yanfa' bihi, na asipotaka pia Allah hatonufaisha kwa ruqya hiyo. Kwa hiyo sharti la tatu, usitegemee hiyo ruqya peke yake kwamba inakusaidia zaidi, bali unatakiwa uwe ni mwenye kumtegemea Allah tabaraka wa taala. Na amesema Imam al-Khattabi rahimahullahu taala, wa amma idha kanat ar-ruqyatu bil-Qur'ani au bi asma'i Allah taala fahiya mubahatun. Imam al-Khattabi anasema, ama ruqya inayofanywa kwa kusoma Qur'ani au kwa kutaja majina ya Allah tabaraka wa taala, ruqya hiyo ni ya kisheria na inafaa. Kwa hivyo ruqya iliyokatazwa hapa katika hii hadithi, tuelewane, huwa ni ruqya ash-shirkiyya, ni ruqya za kishirikina, ndio maana akasema mwisho kuwa ni shirku. Amma tamaim, hirizi. Tamaim tumesema ni jamu ya tamima, mahirizi. Watiwala na limbwata, shirku ni shirki. Na kwa nini vitu hivi vikawa ni shirki? Vimekuwa ni shirki kwa sababu ya watu kuitakidi ya kwamba vyenyewe vinaweza kuathiri, vinaweza kunufaisha pasina kadari za Allah tabaraka wa taala. Ndio maana ikawa tamaim na tiwala kuwa ni shirki. Tayib, anasema Imamu al-Dhahabi rahimahullah, watiwalatu naw'un min as-sihr, na tiwala ni aina ya uchawi, yani limbwata. Limbwata ni aina ya uchawi. Anafafanua haya aliyoyataja hapo katika hadithi. Atiwalatu naw'un min as-sihr, limbwata ni aina ya uchawi. Wa huwa tahbibu al-mar'ati ila az-zawji, nao ni uchawi wa kumfanya mwanamke apendeke zaidi kwa mume. Ni uchawi wa kumfanya mwanamke apendeke zaidi kwa mume wake, yani uchawi unaomfanya mwanamume aweze kumpenda mke wake kikweli kweli. Fayajaluna al-insana yan'atifu ala zawjatihi, uchawi huu namna wanavyofanya hawa wachawi, waganga wa jadi wanaowapa wanawake uchawi huu. Sasa mara nyingi kama tulivyosema darasa lililopita, uchawi wa limbwata, uchawi wa mapenzi wanaofanya sana ni wanawake, kuwaroga waume zao. Kwa hiyo wachawi hawa yajaluna al-insana, wanamroga mtu kufikia hatua kumfanya mume yan'atifu ala zawjatihi, anavutika sana kwa mke wake, au ila mra'atin ukhra,
au wanamfanya mwanamume avutike kwa mwanamke mwingine kando ambaye si mke wake. Mwanamke anaenda kwa mganga, anamwambia mimi namtaka yule mwanamume, naomba nivutie yule mwanamume, naomba umfanye aweze kunipenda. Kwa wachawi wanafanya kazi hii na kuandaa dawa na kuwapa wanawake, wanakwenda kuwategeshea wanaume. Wanamfanya mwanaume aweze kuvutika sana kwa mke wake au kwa mwanamke mwingine, hata yakuna kalbahimati, mpaka nafikia hatua mwanaume anakuwa kama mnyama ambaye takuduha kama tasha, unamuongoza na kumvuta vile unavyotaka. Mnyama ukishamfunga kamba unamvuta na kumkokota na kumpeleka sehemu unayojua. Kadhalika mwanamke anaenda kumroga mume wake ili aweze kumwendesha mume wake, kwamba naomba ufanye chini juu, mume wangu nimuweke kiganjani. Wengine wanasema nimuweke kwa pani, yani maana yake asiwe na kauli mbele ya mke wake. Kadhalika na kama ana wanawake wengine waache, abaki na yeye mwenyewe peke yake. Hii ndio limbwata, uchawi wa mapenzi, ni shirki. Kwa wanawake inatakiwa watahadhari, wanawake inatakiwa mtahadhari na uchawi huu wa limbwata, walisha waume zenu matakataka na uchafu kwenye vyakula, ati tu mnataka waume zenu wawapende. Wewe kama unataka mume wako akupende, fanya ujanja, fanya utundu, mume wako atakupenda, mume wako atavutiwa na wewe kwa sababu ya mautundu yako. Sasa usibaki tu kama naniliwa afu nataka akupende. Hasa mkishakuwa wawili, watatu, wanne, mnashindana. Ushindani wake si mdogo. Kwa mshindi ni yule mjanja. Sasa sio mjanja kwa shirki, la. Usiwe mjanja kwa ushirikina mwanamke, kuwa mjanja kwa utundu. Kuwa mjanja kwa utundu wako. Nikisema hivyo wanawake wanaelewa, na wale waliooa. Naam. Tayib. Kwa hii ni aina ya uchawi, wanawake natakiwa mjiepushe nao uchawi huu. Watamima tu, imamu anasema na tamima maana yake khirzatun, ni hirizi. Tamimatun hiya khirzatun, ni hirizi. Taruddu al-aina, wanadai ya kwamba hirizi hiyo inarudisha kijicho, inarudisha hasadi. Wanadai kwamba hirizi hiyo taruddu al-aina ay bizamihim, wanadai kwamba hirizi inarudisha hasadi, inarudisha kijicho. Fahiya khirzatun, ni hirizi ambazo yualliquha aljuhalu ala anfusihim, ambayo mahirizi haya watu wasiojua, watu wajinga wanayavaa katika mili yao, au auladihim, au wanawavalisha watoto wao mahirizi hayo, au dawabihim, au kuwavalisha wanyama wao. Nakuta watoto wamefungwa mahirizi mikononi au shingoni au miguuni, kiunoni. Ukimuuliza na kwambia hii ni kamba tu, ndani yake kuna dua. Hii ni kamba tu, ndani yake kuna kitu fulani, kuna dawa. Hii ni hirizi. Kwa wanawafunga watoto au wanajifunga wao wenyewe au wanawafunga wanyama kwamba wasipotee na mfano wake. Yazumuna annaha taruddu al-aina, wanafanya hivyo wakidai ya kwamba hirizi hiyo inarudisha kijicho, yani inakinga kijicho na hasadi. Wa hadha min fi'li al-jahiliyati, na haya ni katika matendo ya jahiliya. Wa man i'taqada dhalika faqad ashraka billah, mwenye kuitakidi hivyo atakuwa amemshirikisha Allah tabaraka wa taala. Atakayefunga hirizi atakuwa amemshirikisha Allah tabaraka wa taala. Kuna maelezo hapa kidogo ya Imamu Ibn Bazi, anasema qala al-Imam Ibn Bazi rahimahullah, amma at-tamimatu min ghairi al-Qur'ani, amma
hirizi isiyokuwa ya Qur'ani, kal'idhami, kama vile kufunga mifupa, au talasim, au matalasimu ambayo wanafunga wachawi na waganga wajadi, wapiga ramli na vinginevyo, wama ashbaha dhalika, na mfano wa hivyo, fahiya munkaratun muharramatun. Imamu anasema vitu hivyo ni munkar na ni haram, la yajuzu ta'liquha, si halali kuvivaa, si halali mtu kuvaa hirizi hizo ambazo si katika Qur'ani. Kisha akasema wa amma idha kanat min alqur'ani, ama hirizi ikiwa ni ya Qur'ani, yani watu wameandika Qur'ani, imeandikwa Qur'ani katika karatasi ikakunjwa afu mtu akafungiwa, au min da'awatin ma'rufatin tibbiyatin, au ikawa hirizi hiyo imeandikwa ndani yake dua ambazo zinafahamika za kidaktari, zinafahamika kwamba zina manufaa, zinatumika kisheria, imma Qur'ani au adhkari na dua zinazofahamika, fahadhihi ikhtalafa fiha alulama. Anasema hirizi hii wametofautiana wanachuoni, faqala ba'dhum, baadhi yao wakasema yajuzu ta'liquha, inajuzu kuvaa hirizi hiyo. Hii ni kauli ya kwanza, kwamba hirizi ya Qur'ani inajuzu kufanyaje, kuivaa au kuitundika sehemu, ima kumvalisha mtoto au kumvalisha mnyama au mtu mwenyewe kuivaa. Hii ni kauli ya kwanza, kwamba ikiwa hirizi kilichoandikwa ndani yake ni Qur'ani. Waqala al-akharuna, na wakasema wengine, hii ni kauli ya pili, annaha la tajuzu, kwamba haifai hirizi, haifai kuvaa hirizi hata kama ni ya Qur'ani, hata kama imeandikwa ndani yake Qur'ani, saddan lidhari'ati shirki, kwa lengo la kuziwia mianya ya kuingia katika shirki, wa hasman limadati shirki, na kuvunja kabisa ile mizizi ya ushirikina. Wengine wanasema ni haramu kwa kuziwia mianya na njia inayoweza kumpeleka mtu moja kwa moja katika shirki na kuvunja moja kwa moja ile mizizi ya ushirikina. Haya ni maelezo ya Imam Ibn Baz katika fatawa yake rahimahullahu ta'ala. Wal qawlu athani huwa arrajih, na kauli ya pili ndio kauli yenye nguvu ya kwamba haijuzu, haifai kutundika hirizi, wa in kana min alquran, hata kama kilichoandikwa ndani yake ni Qur'an. Hadha huwa qawlu arrajih, wallahu a'lam. Nadhani kuna swali liliulizwa wiki iliyopita, nikasema nitakuja kulitolea maelezo darasa, kwa sababu kuna maelezo ya wanachuoni yatakuja. Ndo haya kauli ziko mbili, lakini kauli yenye nguvu ni hiyo ya pili, na watu siku zote natakiwa kushikamana na kauli yenye nguvu. Naam. Kisha baada ya kumaliza maelezo hayo, Imamu Dhahabi rahimahullahu ta'ala akaja hapa mbele kutaja hali za watu katika kuzifahamu hizi kabair, watu namna wanavyotofautiana katika kuyafahamu haya madhambi, na akaeleza, akatoa mwongozo namna ya kuamiliana na watu hao. Maelezo haya mpaka mwisho anazungumzia katika maelezo yani anatupa usulu da'wa, yani miongozo namna ya kuwafikishia watu da'wa na namna ya kuamiliana na watu wanapokuwa hawajui masaili mbalimbali. Wewe kama mjuaji unatakiwa uishi nao vipi? Ndio anasema wa'lam, na elewa, anna kathiran min hadhihi alkaba'iri, kwamba mengi katika madhambi haya makubwa, bal ammatuha illa alqalil, bal ammatuha illa alaqal, bali madhambi mengi katika hayo isipokuwa machache. Yajhalu khalqun kathir, hawayajui watu wengi. Yajhalu khalqun kathiru ay yajhaluhu,
hawayajui watu wengi min al-ummati, katika umma huu wa Kiislamu, tahrimahu, hawajui kwamba madhambi hayo ni haramu, hawajui uharamu wake. Anasema Imamu Dhahabi kwamba elewa ya kwamba anna kathira min hadhihi al-kaba'ir, kwamba mengi katika haya madhambi makubwa, bal ammatuha illa al-aqall, bali mengi katika hayo isipokuwa machache, yajhalu khalqun kathirun, hawayajui watu wengi, min al-umma, katika umma huu wa Kiislamu, tahrimahu, uharamu wake. Madhambi mengi katika hayo makubwa wengi hawajui uharamu wake. Wama balaghahu az-zajru fihi wala al-wa'idu, na wengi wao, yani wengi wa Waislamu, ma balaghahu az-zajru, hayajamfikia makemeo, fihi, yani fi hadhihi al-kaba'ir, hayajamfikia makemeo katika hayo madhambi, wala al-wa'idu, wala ahadi ya adhabu kali haijamfikia, kwamba mwenye kufanya dhambi fulani adhabu yake ni kadha. Ahadi hii haijamfikia, agizo hilo halijamfikia. Wengi katika watu wako hivyo. Imamu Dhahabi anasema wengi katika watu wako hivyo, hawafahamu uharamu wa haya madhambi makubwa, bali hawajafikiwa na makemeo ya dalili kuyakataza madhambi hayo, kadhalika na kubainisha madhara yake. Fahadha ad-darbu fihim tafsilun, anasema sampuli hii ya watu, fahadha ad-darbu ay hadha an-naw', aina hii ya watu, fihim tafsilun, kuna ufafanuzi katika kuamiliana nao. Fihim tafsilun, kuna ufafanuzi katika kuamiliana nao, yani fi taamuli ma'ahum, katika kuamiliana nao kuna hitaji tafsili. Fayambaghi lil'alimi, inampasa mjuaji, inampasa mwanachuoni mwenye elimu, alla yastajila, asiwe na haraka, ala aljahili, kwa mtu ambaye ni mjinga. Fayambaghi lil'alimi, inatakikana kwa mwenye elimu, alla yastajila, asifanye haraka, ala aljahili, kwa mtu mjinga, bimaana fi tafsiqihi, asiwe na haraka ya kumtia katika fiski, au tabdi'ihi, au kumtia katika bid'a. Mtu ambaye ni jahili, mtu ambaye ni mjinga, yatakikana wewe msomi katika kuamiliana naye usiwe na haraka ya kumtia katika fiski. Unapomwona amefanya kabira min kabairi dhunub, usiwe na haraka ya kumwambia kwamba wewe ni fasik, ukifa ni motoni, la. Au unapomwona mtu mjinga yuwafanya bid'a, usifanye haraka ya kumbidaisha. Akasema bal yarfaqu bihi, bali inatakikana mtu huyo msomi awe ni mpole kwa mtu huyo ambaye ni mjinga. Bal yarfaqu bihi, bali inatakikana awe ni mpole kwa mtu huyo mjinga, asiwe na haraka. Wayuallimuhu, na awe ni mwenye kumfundisha. Wayuallimuhu, na amfundishe mjinga huyo asiyejua, aliyemuona anafanya dhambi, awe mpole kwake, lakini pia amfundishe mimma allamahu Allah, katika ile elimu aliyomfundisha Allah tabaraka wa taala, min ilmi at-tauhidi wash-shirki, amfundishe elimu ya tauhidi na shirki, amwambie tauhidi ni kadha wa kadha na faida ya tauhidi, kadhalika amfundishe shirki, kwamba dhambi hii uliyofanya ni shirki na madhara ya shirki ni kadha wa kadha. Kadhalika kama amemuona anafanya bid'a, amfundishe sunna na amfahamishe faida ya kushikamana na sunna, na amfundishe bid'a, amtahadharishe na madhara ya bid'a, amwambie kwamba jambo fulani ukilifanya ni bid'a na madhara ya kufanya bid'a ni kadha. Hakadha
Huu ndio muamala unatakiwa wewe mwenye elimu uweze kuamiliana na mtu asiyekuwa na elimu kwa sura hiyo. Kisha akasema Imam rahimahullahu ta'ala, wala siyama, na hasa idha kana qariba al-ahdi bijahiliyatihi, na hasa takapokuwa mtu huyo hana muda mrefu. La siyama, na hasa idha kana qariba al-ahdi bijahiliyatihi, atakapokuwa mtu huyo hana muda mrefu ametoka katika hali ya jahiliya, hana muda mrefu ametoka katika ujinga, hana muda mrefu ametoka katika ujinga wa shirki, ametoka katika ujinga wa kufuru, ametoka katika ujinga wa bid'a. Mtu huyo inatakiwa aonewe huruma sana na uwe ni mpole katika kumfundisha. طيب ولا سيما idha kana qariba al-ahd bijahiliyatihi, hasa mtu huyo atakapokuwa hana muda mrefu ametoka katika jahilia yake. Qad nashaa fi biladi al-kufri, ikawa mtu huyo amekulia katika miji ya kufuru, ikawa mtu huyo nashaa amekulia fi biladi al-kufri, katika miji ya ukafiri, al-ba'idati, miji ya mbali, yani al-ba'idati an al-islam, miji iliyoko mbali na Uislamu. Wa usra, kadhalika mtu huyo akawa ametekwa, wajuliba ila al-ardi al-islami, akawa amechukuliwa mateka. Wa usra, ikawa mtu huyo amechukuliwa mateka, wajuliba ila al-ardi al-islami, akawa amepelekwa katika nchi za Kiislamu, akawa amechukuliwa na kupelekwa katika ardhi, kwa maana katika nchi za Kiislamu. Wa huwa turkiyu kafirun, akiwa mtu huyo ni mturki, yani mtu amechukuliwa mateka kutoka katika nchi ya Uturuki. Kafirun, ili hali ni kafiri, yani amekuja katika nchi ya Uislamu, amechukuliwa mateka kutoka nchi ya Turki akiwa ni kafiri. Au karjiyun, au mtu huyo amechukuliwa kutoka katika mji wa Karji. Karjiyu ni ismu al-Madina, ni mji, ni jina la mji. Ismu mantiqa ni jina la mji fi Irani, inayopatikana mji huu katika nchi ya Irani. Kwa ikawa mtu huyo, imamu anasema, amechukuliwa mateka kutoka ima Uturuki akiwa ni kafiri, au Karji amechukuliwa kutoka Irani, mushrikun akiwa ni mshirikina, la yaarifu bil arabi, hajui Kiarabu, ay la yaarifu lughata al-arabiyya, hajui lugha ya Kiarabu. Kwa maana akachukuliwa mateka mtu huyo akaletwa katika nchi ya Kiislamu, ile hali hajui chochote, amekuja akiwa ni kafiri, akiwa ni mshirikina, akasilimishwa. Sawa sawa, la yaarifu bil arabiyya, hajui chochote katika lugha ya Kiarabu. Fashtarahu amiru Turki, akawa amemnunua mtu huyo, yani mateka, akawa amemnunua mtumwa huyo amiru Turki, kiongozi na mtawala wa Uturuki. La ilma indahu wala fahma, kiongozi ambaye hana elimu lakini pia hana ufahamu, kwa maana hana ufahamu wa kuweza kumfundisha na kumwelimisha. Huyo mtumwa ambaye ni mateka akanunuliwa na kiongozi ima wa Turki na mfano wake. La ilma indahu, ambaye huyo aliyemnunua, kiongozi huyo aliyemnunua akawa hana elimu wala fahma, hana ufahamu katika dini wa kuweza kumfahamisha mtu huyo aliyemnunua. Fabil juhdi, kwa bidii iliyokuwa kubwa, fabil juhdi, kwa juhudi kubwa, in talaffadha bishahadataini, ikiwa mtu huyo ataweza kutamka shahada mbili. Fabil juhdi, kwa juhudi kubwa itakaofanywa na huyo kiongozi au na watu wengine kwa mtu huyo aliyenunuliwa,
na akasilimishwa, anasema kwa juhudi kubwa, in talaffadha bishahadataini, iwapo atatamka shahada mbili, fa in fahima bilarabi, ikiwa atafahamu lugha ya Kiarabu, fa in fahima bilarabi ay in fahima al-lughata al-arabiyya, ikiwa atafahamu lugha ya Kiarabu, hatta yafqaha maana ash-shahadataini, mpaka aelewe maana ya shahada mbili, baada ayamin wa layalin, baada ya masiku mengi kupita, fabiha wa ni'matin, basi jambo hilo ni zuri. Fabiha wa ni'matin, basi jambo hilo ni zuri. Imamu Dhahabi rahimahullahu ta'ala anatoa maelezo haya kwamba kuonesha kuwa namna gani ya kuamiliana na watu wajinga, watu wasiojua pindi wanapofanya madhambi. Akapigia mfano huu kwamba mtu ametolewa huko katika miji isiyokuwa ya Kiislamu, akaletwa katika nchi ya Kiislamu mathalan, akanunuliwa, akawa amesilimishwa, kwa juhudi kubwa akaweza kutamka shahadataini, akaweza kutamka shahada mbili, kwa sababu shahadataini kuzitamka, hata kama mtu hajui Kiarabu, ukimlakinisha, ukimtamkisha, anaweza kutamka tayari, lakini anatamka kwa juhudi. Ndio imamu anasema fa in fahima bil arabi, ikiwa tafahamu lugha ya Kiarabu, hatta yafqaha maana ash-shahadatayn, mpaka akajua maana ya shahada mbili, yani shahada mbili zinakusudia nini, zina maana gani, akawa amefahamu maana yake. Na kufahamu kwenyewe hajafahamu mara tu baada ya kusilimu, bali anasema baada ayamin wa layali, baada ya masiku mengi kupita. Fabiha wa ni'ma, jambo hilo ni jambo zuri. Kwa kubwa zaidi atakapokuwa ametamka shahada mbili, khalas. Ama kuja kujua maana yake, hata kama atakuja kujua baadaye, fabiha wa ni'ma. Thumma, kisha akasema imamu, mtu huyo qad yusalli, anaweza akasali, wa qad la yusalli, na anaweza asiswali. Sawa sawa, ni mtu ametoka katika kufuru kwa muda mfupi, hana muda mrefu ametoka katika ukafiri, anaweza akaswali au asiswali. Wa qad yulaqanu al-fatihata, na anaweza akatamkishwa, akasomeshwa surati al-Fatiha ma'a tuli, kwa muda mrefu. Anaweza akafundishwa surati al-Fatiha kwa muda mrefu, yani akawa anasomeshwa surati al-Fatiha kidogo kidogo, muda ukawa ni mrefu mpaka anakuja kuifahamu surati al-Fatiha. In kana ustadhuhu fihi dinun ma, itakapokuwa mwalimu wake anayemsomesha hiyo surati al-Fatiha ana sehemu katika dini. In kana ustadhuhu, yani alladhi yulaqinuhu surati al-Fatiha, atakapokuwa mwalimu wake anayemsomesha na kumtamkisha surati al-Fatiha, kama atakuwa mwalimu huyo ana sehemu katika dini. In kana ustadhuhu fihi dinun ma, atakapokuwa mwalimu wake ana sehemu katika dini, anaweza mtu huyo akalakinishwa surati al-Fatiha akaja kuielewa maatuli kwa muda mrefu. Fa in kana ustadhuhu shabihan bihi, na atakapokuwa mwalimu wake anayemfundisha surati al-Fatiha shabihan bihi ay fil jahl, anafanana na mtu huyo anayesoma. Ikiwa mwalimu anafanana na mwanafunzi, famin aina lihadha almiskin an ya'rifa shara'i alislam, itakuwaje? Famin aina lihadha almiskin, itakuwaje kwa mtu huyo maskini, an ya'rifa shara'i alislami, azijue sheria za Kiislamu, wal kabaira, na atayajuaje madhambi makubwa, wajtinabaha au wajtinabiha, bimaana na atajua vipi kaifiyat ijtinabiha, namna ya kujiepusha
na haya madhambi makubwa. Atajuaje mtu huyo, mtu ambaye ni maskini, ikiwa mwalimu wake ana dini, ana sehemu katika elimu, anaweza kumfundisha mtu huyu ambaye hana muda mrefu amesilimu surati al-Fatiha, akachukua muda mrefu kuijua na kuihifadhi. Sasa itakuwaje ikiwa mwalimu wa huyu mtu aliyesilimu anafanana na huyu aliyesilimu? Kwa maana katika ujinga, mwalimu hajui, mwanafunzi hajui, haitakuwaje? Ndio hapa nasema fa min aina lihadha almiskin, itakuwaje mtu huyo maskini an yaarifa sharai alislam, azijue sheria za Kiislamu, wal kabaira, na atajuaje madhambi makubwa, atayajuaje? Wajtina biha, na namna gani ataweza kujiepusha, atajuaje namna ya kujiepusha na madhambi makubwa? Walwajibati wa itiyaniha, kadhalika atayajuaje mambo ya wajib, kwamba mambo haya ni ya wajib katika dini ya Kiislamu. Wa itiyaniha wa kaifiyata itiyaniha, atajua vipi kwamba hizi wajib natakiwa nizifanye kwa sura fulani? Atajua vipi ikiwa mwalimu wake ndio yuko katika hali hii? Maana yake atasilimu, lakini pamoja na kusilimu kwake ataendelea kubaki katika ujinga, kwa sababu aliyemsilimisha ambaye ndio mwalimu mwenyewe ni mjinga. Sawa? Kwa mtu kama huyu unapomuona amefanya dhambi, unatakiwa uwe mpole kwake yeye unapomfundisha, na usiwe na haraka ya kumkufurisha na kumtia katika fiski. Anasema Imam rahimahullah ta'ala, fa in arafa hadha mubiqatil kabairi wa hadhara minha, fa in arafa hadha, iwapo mtu huyu atajua mubiqatil kabairi, madhambi yenye kuangamiza yaliyo makubwa. Iwapo mtu huyu ambaye ameslimu muda si mrefu atayajua mubiqati, yale madhambi yenye kuangamiza, alkabairi, ambayo ni makubwa, wa hadhara minha, na akajiepusha nayo, wa arkana alfaraidhi, ay wa arafa usul aliman, wa arkana alfaraidhi, na iwapo mtu huyo akaijua misingi ya imani. Wa arkana alfaraidhi, kwa maana wa arafa usul aliman, na ikawa mtu huyo ameelewa misingi ya imani, wa i'taqadaha, na akaiamini, fahuwa sa'idun, mtu huyo atakuwa ni mwema. Fahuwa sa'idun, mtu huyo atakuwa ni mwema. Kisha akasema Imam rahimahullah, wa dhalika nadirun, na watu wa sampuli hii ni nadra sana kupatikana. Yani mtu kama huyu ni wachache kupatikana. Yani mtu amesilimu leo, baada ya siku chache akafundishwa, akazijua baadhi ya ahkamu za sheria, akajua madhambi, kwamba haya madhambi ni makubwa na haya ni madogo. Kadhalika akajua usulul imani, akasoma tauhidi, akaelewa vizuri, akajua misingi ya imani, na akawa ameitakidi kwa muda mfupi. Imamu anasema hadha nadir jiddan, jambo hili ni nadra sana kupatikana, bali wengi ambao ndio wametoka katika kufuru na shirki huwa wanachukua muda mrefu mpaka kuja kuifahamu sheria, kadhalika na kufahamu misingi ya iman. Ndio anasema fayambaghi lil'abdi, inatakikana kwa mja, an yahmada Allah ta'ala ala al'afiyati, amshukuru Allah kwa afya njema aliyomjalia. Inatakiwa mtu awe ni mwenye kumhimidi Allah tabaraka wa taala juu ya afya njema aliyomjalia. Fa in qila, ikiwa patasemwa, Imamu anasema ikiwa patasemwa huwa farrata, kwamba mtu huyo amezembea, likaunihi, kwa kuwa kwake
ma saala, hakuuliza amma yajibu alayhi, yale mambo ambayo yalikuwa ni wajibu kwake yeye kuuliza. Mtu huyo amefanya uzembe kwa sababu ya kutokuuliza kwake amma yajibu alayhi, mambo yaliyokuwa ya lazima kwake yeye aulize. Kwamba ikiwa patasemwa kwa mtu ambaye anaonekana kwamba hana muda mrefu umetoka katika shirki, hana muda mrefu umetoka katika kufuru, kwamba hatuwezi kumpa udhuru, hawezi kupewa udhuru. Kwa sababu gani? Kwa sababu ameacha kuuliza kwa uzembe, na walikuwepo watu ambao ilitakiwa waulize ili aweze kuyafahamu yale mambo ya wajibu. Ikiwa patasemwa hivyo kwamba mtu huyo hawezi kupewa udhuru kwa ujinga, kwani amefanya uzembe kutokuuliza, Imamu anasema qila ay ujiba, watajibiwa. Hadha ma dara fi ra'sihi, hili ndio jambo ambalo limempitikia katika kichwa chake. Hili ndio jambo ambalo limempitikia katika kichwa chake la kutokuuliza. Sawa sawa, naam. Wala stash'ara, wala mtu huyo hakuhisi katika akili yake anna suala man ya'lamuhu, ya kwamba kumuuliza mwenye kuyajua hayo madhambi, au anna suala man yuallimuhu, na kwamba mtu huyo hakuhisi anna suala man yuallimuhu, kwamba kumuuliza yule ambaye ana uwezo wa kumuelimisha yajibu alayhi, hakuhisi, kwa maana alikuwa hajui, hakujua kwamba kumuuliza mwenye kujua ili amuelimishe, hakujua jambo hilo kwamba ni wajibu kwake yeye. Hilo ndio jawabu, kwamba hatusemi kwamba amefanya uzembe, la, hili ndio jambo ambalo yeye ndio ufahamu wake, ameelewa hivyo, na alikuwa hajui kwamba kumuuliza mwenye kujua ili aweze kumfahamisha, hakujua kwamba ni wajibu kwake yeye. Na Allah tabaraka wa taala anasema waman lam yaj'alillahu lahu nuru waman lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nurin, waman lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nurin, na yule ambaye Allah tabaraka wa taala hajamwekea nuru ya hidayah, hajamwekea nuru ya uongofu, fama lahu min nurin, mtu huyo hawezi kuwa na nuru. Mtu ambaye Allah tabaraka wa taala hajamwekea nuru ya uongofu, Allah hajamuongoza, hawezi mtu huyo kupata mwongozo mpaka apate mwongozo wa Allah tabaraka wa taala. Fala ya'thamu ahadun, Imamu anasema hakuna yoyote mwenye kupata dhambi illa ba'da al-ilmi. Fala ya'tham ahadun, hapati dhambi mtu yoyote kwa kufanya jambo lolote la haramu, illa ba'da al-ilmi, isipokuwa baada ya kujua. Kwa maana mtu akifanya kosa kwa kujua ya'tham, anapata dhambi, lakini mtu akifanya kosa kwa kutokujua la ya'tham, anapewa udhuru na hapati dhambi. Fala ya'tham ahadun illa ba'da al-ilmi, isipokuwa baada ya kujua uharamu wa jambo hilo, wa ba'da qiyami al-hujjati alayhi, na baada ya kumsimamikia mtu huyo hujja. Wallahu latifun biibadihi, na Allah tabaraka wa taala ni mpole kwa waja wake, kwani Allah tabaraka wa taala ni mpole kwa waja wake. Raufun bihim, mwenye huruma kwa waja wake. Allah ni mpole kwa waja wake, kadhalika raufun ay rahimun bihim, na ni mwenye huruma kwa wao. Qala Allah taala, asema Allah mtukufu, wama kunna muadhibina hatta nab'atha rasula, na hatukuwa ni wenye kuadhibu watu wanapofanya makosa mpaka tuwapelekee mjumbe. Wama kunna muadhibina
na hatukuwa ni wenye kuadhibu hatta nab'atha rasulan, mpaka tumpeleke mjumbe aende akawafundishe watu kwamba jambo fulani ni wajibu fanyeni, jambo fulani ni haramu acheni. Ikiwa watu hawatoacha mambo ya haramu, ndipo tunapowashushia adhabu. Hii inaonyesha kwamba wajinga wanapewa udhuru. Mwisho, nukta ya mwisho akasema Imam rahimahullah, waqad kana sadatu sahabati bilhabashati, na walikuwa masahaba wakubwa katika nchi ya Habasha, Ethiopia, walikuwepo masahaba wakubwa. Wayanzilu alwajibu ay watanzilu alwajibati, na zikawa zinateremka wajibati, hukumu za wajibati. Watahrimu, kadhalika zikawa zinateremka dalili za kuharamisha baadhi ya mambo na kuwajibisha mambo mengine. Zikawa zinateremka dalili hizo na aya hizo ala nabii sallallahu alayhi wasallam, zikimshukia mtume alayhi salam. Falam yablughuhum tahrimuhu, na haikuwafikia habari ya kuharamishwa mambo hayo. Hao ni masahaba wakubwa waliokuwa huko Habasha, mbali na Makka na Madina. Kwa taarifa za kuharamishwa baadhi ya mambo zikawa hazijawafikia illa baada ashhuri, isipokuwa zinakuja kuwafikia baada ya miezi kupita, kwa sababu ya umbali. Fahum fi tilka al-ashhuri, kwa hivyo masahaba hao katika hiyo miezi ambayo walikuwa wakifanya mambo hayo, ili hali tayari yamekwisha haramishwa, ma'dhuruna, ni wenye kupewa udhuru, biljahali, kwa ujinga. Hawa ni masahaba wamepigia mfano radhiyallahu ta'ala anhum, waliokuwepo Habasha, ambao wakati mtume alayhi salam aya zinamshukia za kuharamisha baadhi ya mambo na kuwajibisha mengine, walioko huko sehemu ya mbali zinachelewa dalili hizi kuwafikia. Kwa katika mambo ya wajibu wanachelewa kuyafanya, mambo ya haramu wanachelewa kujiepusha nayo. Watu hawa imamu wanasema ma'dhuruna biljahli, wanapewa udhuru kwa ujinga, hatta yablughahum an-nassu, hatta yablughahum an-nassu, mpaka itakapowafikia dalili. An-nassu bimaana ad-dalil, mpaka itakapowafikia dalili. Fakadha ay fahakadha, na hivyo hivyo ndivyo ilivyo. Yu'dharu biljahli, ndivyo anavyopewa udhuru kwa ujinga. Kullu man lam ya'lam, kila mtu asiyejua jambo. Wakadha ay wahakadha, na hivyo hivyo yu'dharu biljahli, anapewa udhuru kwa ujinga. Kullu man lam ya'lam, kila mtu asiyekuwa na elimu, mtu asiyefikiwa na elimu ya uharamu wa jambo fulani, anapewa udhuru iwapo atalifanya bighairi ilmin, pasina kujua uharamu wake. Anapewa udhuru kwa ule ujinga wake. Hatta yasma'a an-nassa ay hatta yablughahu ad-dalil, mpaka itakapomfikia dalili. Itakapokuwa imemfikia dalili akaielewa kwamba jambo hili ni haramu, sasa baada ya hapo atakapofanya jambo hilo na ashajua kwamba ni haramu, hapo anaadhibiwa na hapo anapata dhambi. Wallahu ta'ala a'lam. Imamu Dhahabi akamaliza mlango huu kwa kusema, na Allah mtukufu ndiye mjuzi zaidi. Allah tabarak wa taala ndiye anayejua zaidi. Na hapa mwisho ametaja kauli moja katika akwali za wanachuoni kwamba je, hukumu inamthibitikia mtu kabla dalili haijamfikia, au ili mtu awajibikiwe na jambo imma uharamu au kuwajibikiwa jambo la wajib ni mpaka dalili imfikie? Kwa kuna kauli za wanachuoni katika sehemu hii, na hapa imamu ametaja kauli moja kwamba mtu haadhibiwi, kadhalika hapati dhambi kwa kufanya kosa biljahl, kwa ujinga. Wa innama yu'dharu, na bali mtu huyo anapewa udhuru kwa sababu
ya ujinga iwapo atafanya jambo asilolijua. Na hii ni moja katika kauli za wanachuoni kwamba hukumu haitamthibitikia mtu mpaka dalili itakapomfikia. Wama kunna muadhibina hatta nab'atha rasula, wallahu ta'ala a'lam. Tutabakia hapa insha Allah ta'ala. Maswali yamekuja mengi, lakini muda sio rafiki, na nimeona nivute nimalizie mlango huu ili wiki ijayo tukija tuanze mlango mwingine insha Allah ta'ala. Kwa hivyo maswali yenu sintayasoma, maswali haya tutayaacha kiporo insha Allah ta'ala. Allah kijalia tutakuja kuyajibu darasa nyingine insha Allah ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.